Nitakuomba kitu moja. Waandike vizuri notes zako. Nafikiria kwenye mikesha ya viongozi tumekuwa tukipata nafasi at least ya kufundisha na kutembea kwenye eneo la maombi. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. So niombi langu kwamba unatengeneza notes vizuri. Hizi notes unaweza ukatufundisha pia wakati mwingine Jumapili. Ukipata nafasi ama wale wengine ambao wachaanza kuhudumu, tupenda kufundisha. Haya ni baadhi ya mafundisho ambayo unaweza ukafundisha, maana watu wetu wote wa mahali hapa sio wote wako kwenye mitandao. Haleluya. So tunapoweka kwenye mtandao kuna wale wanaweza wakapitia na wengine wakakosa kwa sababu ya kukosa hiyo nafasi. So ni vizuri kushare na wengine au ukapata nafasi pia ukafundisha, au wale ambao mko kwenye nyinyi viongozi wa makundi, natarajia kwamba mfundishe makundi yenu pia. Unaweza ukatengeneza taka kidogo kidogo 10 kila Sunday wakati mnapopata nafasi, ama wakati wote mnapata nafasi yenu, mmepanga mnafundishana. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Ili fundisho lienee kanisani. So leo tutatembea na kichwa chetu ama kila ambacho tunaongelea leo ni kwamba kwa sababu mwaomba vibaya. Kwa sababu mwaomba vibaya. Hiyo ndio somo letu. Kwa sababu mwaomba vibaya. Kwa sababu mwaomba vibaya. Kwa sababu mwaomba vibaya. Hii ni kauli ya kimaandiko ama iko kwenye maandiko. Tunataka tuchambue ili tujue kwa nini kauli kama hii ikazungumzwa na mwandishi kwamba mwaomba lakini mwaomba vibaya. Haleluya. Maana watu wengi wameitumia vibaya pasipo kuelewa maana ya kauli hii ya mtumishi wa Mungu James ama Yakobo. So kuna dhana kuwa nafikiri tumesema kwa sababu mwaomba vibaya. That is our topic. So kuna dhana kuwa hatupokei kwa kuwa tuomba vibaya. Kuna hiyo dhana kwamba hatupokei kwa sababu tunaomba, yani kwa kuwa tunaomba vibaya. Kuna hiyo dhana iko makanisani, iko kwa waamini sana. Unasikia hatupokei kwa kuwa tunaomba vibaya. Yaani kunakuwa na hiyo michatala, kunakuwa na mafundisho, unasikia mtu anasema nimeomba sipati. Mwaka imeisha, mwaka nyingine imeisha. So kunakuwa na hiyo kauli kwamba kinachosababisha msipokee ni kwamba unaomba vibaya. Glory to God. So ni muhimu kuchunguza andiko lililotumika kuelezea dhana hii. Ni muhimu sana kulichunguza hilo andiko ambalo limetumia kuelezea dhana hii ya kuomba vibaya. Kwa sababu ni imetafsiriwa vibaya kwenye mwili wa Kristo na unakuta inaleta shida. So tusipokuwa na ufahamu sahihi wa hili andiko tutaendelea kukaa kizani kwenye hilo eneo. So ni muhimu sana kuchunguza hili andiko. Ni muhimu sana kuchunguza hili andiko. Ni muhimu sana kuchunguza andiko linalotumika kuelezea dhana hii. So tuende kwenye Yakobo. Kitabu ni Yakobo 4:3. James chapter 4 verse 3. Mtu mmoja anaweza kutusomea kwa sauti ili hiyo sauti ichukuliwe, inakiliwe, irekodiwe. Mtu anaweza kusomea kwa sauti? Yakobo 4. Ongeza sauti kidogo. Yakobo 4. Good. Mstari wa 5. Good. Asema mstari wa 3. Mstari wa 3. Yes. Asema hata mwaomba. So kuomba si shida. Hata mwaomba wala ampati. So kuna kuomba na kutopata. Kwa sababu mwaomba vibaya. So kumbe mwaomba vibaya. Ili mvitumie kwa tamaa zenu. Haleluya. Wangapi wameshaikutana hii kauli kwa Biblia? Umeisoma? Ukapata jibu? Ama acha tuseme tu kweli, umeshaisoma mahali hapa ukawa na maswali. Yaani ukawa unajiuliza. Na pia kwa njia nyingine kawa inakutatanisha, si ndio? Kwa sababu ona mwandishi anasema hata mwaomba wala mpati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie
kwa tamaa zenu. Utasikia mtu anasema kwamba yeye unaomba kazi kwa ajili ya tamaa zako. Yaani unaelewa? Au mtu anakuambia so unapoomba kazi kuna sehemu ya Mungu ndani yake. Ati Mungu anaangalia part yake kwa kila ambacho unaomba. Yeye atapokea nini kwa kila ambacho unaomba? So kama hujamwekea Mungu kwanza kwamba Mungu ukinipa hapa ni ndio pako, basi hapo utangojea sana. So andiko hili lisipoeleweka vizuri, kila Yakobo amekielezea kama mwaomba vibaya, kinaweza kutafsiriwa vibaya vibaya. Andiko hili lisipoeleweka vizuri, ambalo linasema hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili muvitumie kwa tamaa zenu. So andiko hili lisipoeleweka vizuri, kila Yakobo amekielezea kama mwaomba vibaya, kinaweza kutafsiriwa vibaya sana. Kinaweza kutafsiriwa vibaya ikimaanisha hivi. Yaani inaweza tafsiriwa vibaya ikimaanisha hivi. Ile andiko lisipoeleweka vizuri, kila ambacho Yakobo amekielezea kama mwaomba vibaya kinaweza kutafsiriwa vibaya kama kumaanisha hivi. Ati utasikia yani wengine watamaanisha hivi. Wanaposoma wataleta ufahamu huu kwamba usipoomba mapenzi ya Mungu hata kupatia haja yako. Hayo kauli kama hizi tumesisikia kwamba watu wengine hamuombi, yani usipoomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mungu anataka uombe hivi. So usipoomba, utasikia usipoomba mapenzi ya Mungu hata kupatia haja yako. So mwingine atasema kwamba mwaomba lakini hampati kwa sababu hamuombi katika mapenzi ya nani? Ya Mungu. Haleluya. Sasa unashindwa kuomba katika mapenzi ya Mungu ni yapi? Ndio unaona hata miaka ya nyuma ndio umekuwa tukistruggle. Tunafundishana nasema tunafaa tuombe katika mapenzi ya Mungu. Maombi mengi watu waombi katika mapenzi ya Mungu, wanaomba katika mapenzi yao, wana tamaa zao na mambo yao. Sasa inakaa kana kwamba Mungu ana namna fulani ambayo ameitengeneza. Wakati unaomba, usipofiti katika hiyo namna, unakuwa uko nje ya mapenzi ya Bwana. Haleluya. Glory to God. Amen. So tutajifunza leo. Alafu pia inaweza ikatafsiriwa hivi. Ya kwanza tumesema ile andiko lisipotafsiriwa vizuri, watu wanaweza wakatafsiri wakimaanisha usipoomba mapenzi ya Mungu hata kupatia haja yako. Alafu pia inaweza fasiri nyingine inaweza ikakuja kwamba baada ya kuomba hautapokea haja yako kutoka kwa Mungu. Baada ya kuomba hautapokea haja yako kutoka kwa Mungu kwa sababu imani yako sio imara au haitoshi. Utasikia mwingine anafasiri na anafundisha kwa bidii. Anasema utasikia baada ya kuomba hautapokea haja yako kutoka kwa Mungu kwa sababu imani yako sio imara au haitoshi. Unasikia una imani ndogo. Una imani ndogo. Inua imani. Baada ya kuomba hautapokea haja yako kutoka kwa Mungu kwa sababu imani yako sio imara au haitoshi. Hayo umeandika jamani. So inaweza kama fasiri nyingine inaweza ikatokea hivi. Kwamba baada ya kuomba, tumeomba bila sema mwaomba. So baada ya kuomba alafu wanasema kwamba hautapokea haja yako kutoka kwa Mungu kwa sababu imani yako sio imara. Mambo kama tumesikia sana. Nasikia imani yako sio imara ama imani yako haitoshi. Alafu wanaquote maandiko kwenye vitabu vya Injili vile kwamba wale Yesu walikuwa wanasema sijaiona imani kubwa kama ya huyu, si ndio? So wakiquote maandiko kama hayo
Nakwambia ukiwa kwenye hilo kanisa unatetemeka kweli, kwamba na mimi imani yangu itatosha lini? Akamwambia angalia mtu kama huyu. Yesu anasema hakuna mtu wa imani kama huyu ya Israeli. Na nyinyi imani yenu ni hapa, ndio sababu hampokei. Kumbuka kwa maybe ni mwalimu amekuja kanisani, mkeni ni mtumishi mkeni amekuja kwa kutembea kanisani, alafu amepewa nafasi ya ubiri, alafu hiyo ndio anahubiri kwamba ndio mna wangapi wanaomba na umewachia mwaka mmoja, miezi kadhaa, miaka mbili hujapata. Alafu anakuambia ni kwa sababu imani yenu ni ndogo. Hamna imani kubwa, imani yenu sio imara. Huyo obvious, ukifundishwa hivyo unapata hofu. Sasa swali lako linaanza kupanga, ni lini imani yangu itakuwa kubwa? So watu leo wanaomba kwamba imani iwe kubwa. Unajua Biblia inasema imani huja kwa kusikia, si ndio? Neno la Mungu. So wewe unasikia nini? Unataka kuimarika kiimani? Injili. Haleluya. Unajifundisha nini? Glory to God. Haleluya. So ukweli ni kwamba uelewa huu utakinzana na maelezo ya Yakobo. Nazungumzia mambo kama yale mambo nimetangulia kusema kwamba watu wengine wanaweza wakafasiri wakimaanisha hivi. So ukweli ni kwamba uelewa huu ambao nimezungumza pale nyuma utakinzana na maelezo ya Yakobo juu ya maombi katika sura ya 1 na ya 5 ya kitabu chake. Ukweli ni kwamba uelewa huu utakinzana na maelezo ya Yakobo juu ya maombi katika sura ya 1 na ya 5 ya kitabu chake, ambapo imeelezewa vyema katika sura ya nyuma za kitabu hiki kuhusu maombi. Ukweli ni kwamba uelewa huu utakinzana na maelezo ya Yakobo juu ya maombi katika sura ya 1 na ya 5 ya kitabu chake, ambapo imeelezewa vyema katika sura za nyuma za kitabu hiki. Glory to God. So maanisha kama ili neno kwamba mwaomba vibaya, kama litaelezewa kwamba usipoomba mapenzi ya Mungu hakupatia haja yako, na hii baada ya kuomba hautapokea haja yako kutoka kwa Mungu kwa sababu imani yako sio imara au haitoshi. Kama hiyo ndio fasiri kwamba ile andiko linamaanisha hivyo, hiyo fasiri itakuwa inakinzana na kile ambacho Yakobo amezungumza kuhusu maombi katika barua yake. Tumeelewa? Bwana Yesu asifiwe. So wakati mwingine unapofasiri maandiko, usiposoma kitabu chote cha mwandishi, unaweza ukaleta fasiri ambayo inakinzana na kile ambacho mwandishi ameongea katika barua yake ama alichokimaanisha kwa barua yake. Glory to God. Amen. So ukweli ni kwamba uelewa huu utakinzana na maelezo ya Yakobo juu ya maombi katika sura ya 1 na ya 5 ya kitabu chake, ambapo imeelezewa vyema katika sura za nyuma za kitabu hiki. Yaani kuhusu maombi, ameeleza vizuri kuhusu maombi katika sura zake za nyuma. Ameeleza vizuri. Na pia sura ya 5 ameeleza vizuri. So mtu anaweza kufikiri namna hiyo kwa sababu ya kukosa bidii katika maandiko. Mtu anaweza akafikiri namna hiyo. Zile fasiri mbili nimeelezea, mtu anaweza akafikiri hivyo kwa sababu ya kukosa bidii katika maandiko. Muamini anahitaji awe na bidii. Kiongozi anahitaji awe na bidii katika maandiko. Maandiko haihitaji ufifu. Kama vile unavyokula chakula kujenga mwili, hivyo ndivyo unahitaji ukae kwenye neno. Glory to God. Kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. So mtu anaweza akafikiri namna hiyo kwa sababu ya kukosa nini? Bidii katika maandiko. Bidii katika maandiko. Kukosa bidii kunapelekea kusoma au kunyofoa andiko hili nje ya muktadha wa maelezo ya mwandishi. Kukosa bidii
kukosa bidii kunapelekea kusoma au kunyofoa andiko hili nje ya muktadha wa maelezo ya mwandishi. Mtu anapokosa bidii inampelekea sasa inakuwa ni kunyofoa tu. Unapeana maana nje ya kila ambacho mwandishi alimaanisha. Tumeandika kukosa bidii kunapelekea kusoma au kunyofoa andiko hili nje ya muktadha wa maelezo ya mwandishi. Haleluya. Na mara mingi ndio huwa inafanyika. Mtu anasoma andiko kwa sababu tu ya kukosa bidii katika maandiko, kuchambua, kujifunza vyema na kufanya study ya kutosha. Mtu ananyofoa tu maandiko na anapatiana maana nje kabisa ya muktadha wa mwandishi. Katika tafsiri ya maandiko ya Biblia, muktadha tulisema ni mfalme. Muktadha ni kiongozi. Katika tafsiri ya maandiko ya Biblia, muktadha ni mfalme. Yaani unasoma barua yote, unasoma vizuri barua ya mwandishi ama mwandiko wa mwandishi ili upate kumuelewa na kumfahamu alichokuwa na maanisha. Uelewe wazo alilokuwa nalo. Uelewe kusudi alilokuwa nalo. Haleluya. So Yakobo ameeleweka vibaya pia kupitia andiko hili. Kwa sababu ya watu kukosa bidii katika maandiko, wakanyofoa, wakaipa maana ambayo mwandishi Yakobo hakuwa amekusudia kabisa. Glory to God. So muktadha unatuokoa kutoka katika tafsiri mbaya ya maandiko. Muktadha ama context inatuokoa kutoka katika katika kutafsiri vibaya maandiko. Muktadha huwa unatuokoa. Muktadha unatuokoa kutoka katika kutafsiri vibaya maandiko. So mtu asiposoma kwenye muktadha, mara nyingi atajikuta kwamba anafasiri maandiko vibaya. Na mtu anaposoma nje ya muktadha pia inaweza kupelekea mafundisho ya uongo. Mtu anapokuwa anasoma nje ya muktadha inapelekea mafundisho ya uongo. So mafundisho mengi unayosikia mafundisho ya uongo, hata kwenye Biblia iko. Shetani alikuwa kinyofoa. So kuna watu wake pia wako makanisani wanaitwa wanyofoaji. Hao ni wakunyofoa na kupandika. Analeta hii, analeta pande hii. Yaani kama by the namna maandiko inafasiriwa leo ni namna, yani ni kama unapika chai. Nataka uone bila maandiko inafasiriwa leo. Unapika chai ya maziwa. Hii chai ya maziwa ukaweka ndimu, ukaweka sukari, ukaweka chumvi. Itaeleweka? Utakunywa. Na mwani kama umeweka ndimu, hiyo ni chai tena. Simeharibika. So hivyo ndivyo leo maandiko inafanywa. Mtu ananyofoa, anapandika maana tofauti. So hilo andiko haliitwi tena neno la Mungu. Haleluya. Unajua kama wanzi tu umesoma neno la Mungu ukafasiri vibaya, inaitwa injili ya uongo. Yanaitwa mafundisho ya uongo. So hatutaita tena ni neno la Bwana. Haleluya. Glory to God. Ama hiyo utaita chai. Chai imechanganyikiwa hiyo. Chai imechanganyikiwa. Sasa hivyo ndio kunafanyika leo. Inaitwa nyofoa pandika, nyofoa pandika. Tusonge mbele. Watu wanakuwa wanafurahia. Wanasherekea sana. Kuna clip nimetuma kwenye WhatsApp group. Muisikize. Ile ya Pastor Damina akiongea na watu fulani. Na ukiangalia wale ambao wanapishana na yeye,
mpaka wanamtaja jina, wako na confidence. Mpaka kanisa watu wanasimama, wanasherekea kuhusu ubatizo wa Roho. Na anasoma maandiko anasema, Biblia inasema hapa hivi. Watu kubatizwa kwa yaani ubatizo wa maji yule wa Yohana. Watu wanafurahia, watu wana chai imechanganywa na nini? Kaongeza mafuta ya taa kidogo. Lakini watu wanasema, bali kuna vyakula sijui wewe unaelewaje. Kuna vyakula vingine, kuna watu wanapika vyakula kwa hizi manyumba. Wakati mwingine unaweza ukikionja kila chakula, unasikia analamba mpaka vitone. Anakisifia. Lakini wewe ukikula unashindwa chakula chenyewe. Ungeniambia nikupikie ndio usikie utamu wa chakula. Si kama umeshaikutana mambo kama humu duniani. Hapo kuna mtu amepika chakula na amepika yake yote. Na viungo vyote vilikuwa jikoni. Na anafurahia. Anafurahia. Ana enjoy kweli. Just for example, sasa hivi mimi nikienda nyumbani ushako. Unajua mamangu leo akikupikia chakula, mboga. Ukali utakula, lakini mboga anachukua mafuta kidogo, hataki yaishe. Na umeenda na mafuta ya kutosha. Sasa anachukua tu kichiko kidogo hivi. Kwanza anatupa tu ndani. Nakata vitunguu na nyanya tupe ndani. Akikuletea ni unakula tu shingo upande. Sasa hivyo ndio kulivyo humu duniani. Sasa kuna mahali unaweza enda kwenye kanisa, hapo kasikia mtu anafundisha. Bado unajiuliza kila ambacho watu wanafurahia, wanaruka wanasema preach it. Hubiri, sema. Ni nini hapa kabisa watu wanafurahia? Wanafurahia, wanaenjoy. Lakini kabisa kinachofundishwa ni out of context. Hallelujah. Ni nje ya muktadha, ni nje ya kila ambacho mwandishi alimaanisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wanaumia huku nje kweli kweli. Watu wanaumia. So tumesema muktadha unatuokoa kabisa, na mtu anaposoma nje ya muktadha inapelekea mafundisho ya uongo. Inapelekea mafundisho ya uongo, imani na matumikio ya uongo katika kanisa la mahali. Unapokuwa unasoma nje ya muktadha inapelekea mafundisho ya uongo, imani na matumikio ya uongo katika kanisa la mahali. Unakuwa na matumikio ya uongo. Unapokuwa unasoma nje ya muktadha itapelekea mafundisho ya uongo, imani na matumikio ya uongo katika kanisa la mahali. Hapo ndio unajikuta watu wamechenga minara kanisani. Unakuwa na vitu tumechengwa kanisani ambapo ni nje kabisa na mpango wa Mungu. Unakuwa na maanisha kuchenga minara manake, kunakuwa na mambo watu wanakuwa na mawazo tofauti na yanafuatiliwa. Yanachengwa, huyu anainua ili waso, huyu anainua ili waso, huyu analeta ili waso. Ndio unaona si kila mawazo kanisani italetwa ipokelewe. Kuna mawazo mengine yanakaa pending kwanza. Haleluya. Kuleta si mbaya, lakini linaangaliwa kwa makini. Alafu nasajikuta mmechenga tu vitu kanisani. Yesu akija wauliza na hii ni ya nini? Na hii ni ya nini? Hii yote ni ya nini? Maana ya hii, umuhimu wa hii. Lakini vitu zenyewe zitaonekana kuwa ni dhahabu. Lakini ni nini? Shaba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si ni kama nyimbo. Ona, ukweli ni kwamba kinachofanyika kwa kanisa leo si kila ambacho kilifanyika kwa kanisa wakati wa mitume, wakati wa wanafunzi wa Yesu. Leo hii watu wameika namna ulimwengu unavyofurahia Mungu. Kanisa limeika namna ambavyo ulimwengu unasherekea, ulimwengu unajienjoy,
namna ulimwengu unacheza. Ndio tumeleta ulimwengu, tumeika tukaleta kanisani. Ndio tunasema tunamsifu Mungu. Ndio baada watu wanakatika viuno. My friends, niko na vitu hapa sipinda nikana imagine waonyeshe kidogo. Watu wanakatika viuno kanisani kwa pulpit. Na akicheza anacheza exactly kama watu wa ulimwengu. Watu ambao wako kwenye disco. Lakini utasikia anakuambia namchezea Mungu. So Mungu anahitaji kukatikiwa kiuno. Unengue unamnengulia Mungu. Hiyo yaani Mungu anaenjoy nini pale? Bwana Yesu asifiwe. So unakuta kwamba leo hii mtu anatokea anasema kwamba kwa sababu tu ameona kitu nje katika ulimwengu. Na anakuja anasema tukifanya hivi inaweza kafanya vizuri. Mtu unasikia ukitaka watu wakae kanisani, wakuja wachae. Karibuni sana ibada mnachukua 40 minutes kwa kuhubiri ama 30. Isipite pale. Alafu mnaweka at least ngoma inapika, watu wanasikia vizuri. Watu wanasikia vizuri. At least kuna watu wanacheza praise ya kutosha. Unasikia mambo kama haya. Na vinakaa vitu vizuri, lakini inamaanisha kwamba namna ambavyo mnataka msustain watu kukaa kanisani ni ulimwengu. Haleluya. Glory to God. So tunakuwa tunaondoa cha Mungu, tunaingisha mambo ya kibinadamu ambayo si ya Mungu. So hivyo kuna uhitaji wa kuelezea andiko hili katika muktadha, kuona kama Yakobo alikuwa anajadili somo la maombi au sivyo. Kulingana na hili andiko. Hivyo kuna uhitaji wa kuelezea andiko hili katika muktadha. Kuna uhitaji. Hili andiko mwaomba vibaya. Tunataka tujue Yakobo alikuwa anaongelea maombi. Maana tukirudi namna Yakobo anafundisha maombi, alafu tuchukue hili andiko na tuweke maana ambayo tumeona, yote itakinzana kabisa na kila ambacho Yakobo anafundisha kuhusu maombi. So kuna uhitaji wa kuelezea andiko hili katika muktadha, kuona kama Yakobo alikuwa anajadili somo la maombi au sivyo. So tutasoma kwenye muktadha. Yakobo 4:1. Utatusomea mpaka 3. Yakobo 4. Kwanza mstari wa kwanza. Hapa upa 3 ndio tumeanzia kusoma, si ndio? Sasa nataka tusome muktadha tujue anaongelea nini. Haya, anza. Anasema vita vyatoka wapi? So nataka to pay attention kwa details, kwa maandiko. Weka umakini. Vita vyatoka wapi? So hivyo ndio alianza. Anasema na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Anasema si. So ona neno wapi limetumika mara ngapi? Mara 2 mpaka kwenye umesoma. Vita vyatoka wapi? Hilo neno wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Umeelewa? So unaweza underline neno kama hilo. Endelea. Anasema si humu katika tamaa zenu. Katika tamaa zenu Zifanyazo vita katika viungo vyenu. Sifanyazo vita katika viungo vyenu. Basi kama mwatamani wala hamna kitu. Wala hamna kitu. Mwaua na kuona wivu. Mwaua na kuona wivu. Wala muwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana. Wala hamna kitu. Kwa kuwa hamuombi. Kwa kuwa hamuombi. Hata mwaomba. Wala ampati. Kwa sababu mwaomba vibaya. Ili mvitumie kwa tamaa zenu. Yakobo alikuwa anaandikia watu gani? Ndio tuendelee. Yakobo alikuwa anaandikia watu gani? Kanisa au unbeliever? Kanisa. Waamini, si ndio? So tukiweka kwenye hiki kiatu. Maana maneno haya ni masito, unaweza fikiria yalikuwa naongelea nyumba nyingine watu hawachaamini, kikundi fulani, lakini hawa ni waamini.
kuna hili neno wapi. Kuna neno wapi. Vita vyatoka wapi na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Hili neno wapi limetafsiriwa kutoka katika neno ambalo linamaanisha sehemu mahususi. Hili neno wapi, narudia, neno wapi limetafsiriwa kutoka katika neno ambalo linamaanisha sehemu mahususi. Hili neno wapi limetafsiriwa kutoka katika neno ambalo linamaanisha sehemu mahususi. Sehemu mahususi. Limetafsiriwa kutoka katika neno ambalo linamaanisha sehemu mahususi. Vita vyatoka wapi? Ni sehemu. Hapo wapi? Ni sehemu mahususi. Ni sehemu mahususi. So, Yakobo alikuwa anarejea anaposema vita vyatoka wapi. Yakobo alikuwa anarejea vita. Yakobo alikuwa anarejea, anazungumzia kuhusu vita na mapigano miongoni mwao, in bracket waamini. Vita vilikuwa vinatokea miongoni mwao. Kumbuka neno wapi ni mahali mahususi. Kanisa ni mahali mahususi. Kanisa ni mahali maalum. Vita vinatokea hapo hapo kanisani, havitoki nje. Vita vilikuwa vinatoka wapi? Kanisani, mahali mahususi. Hallelujah. Glory to God. Amen. So anaposema vita vyatoka wapi, hamaanishi kwamba vita vinatoka nje. Unajua mwingine anaweza akasoma akafikiria mwandishi anamaanisha vita vyatokea wapi huku nje? Kwa nini mnatoa vita nje mnaleta kanisani? Lakini hapa anamaanisha vita vinatoka wapi? Humu. Hallelujah. Vinatoka katikati mwenu. Hallelujah. Glory to God. So alikuwa anaposema wapi, manake anarejea vita na mapigano